Wanatumianga huyu mtoto, kuna mtu amestairiwa mwangaza inaitwa aje? Katika nuru na mwingine katika ngisa. So mimi enzi zile bando nilikuwa nilitairiwa katika ngisa basi. Sasa kuna wale ambao sasa hizo wanatairiwa kwa nuru. Sasa huyo kijana alikuwa ametairiwa kwa nuru, maana hakupitia zile mila. Sasa mwenye alikuwa na yeye katika pale nyumbani, hapo kwa ile nyumba ama katika ile mahali alipokuwa ametairiwa, yeye alikuwa ametairiwa gizani. So akambadilisha, akakuwa huyo kijana aende kanisani, mwenye ambaye ametairiwa katika nuru. So akambadilisha huyo jamaa, sijui nimuita aje, huyo pastor ambaye alikuwa katika hiyo kanisa. Maana gizani alikuwa anapiga keyboard. Hiyo ndio sasa ilitokea shinda kubwa. Nasema hivi ili anisikize, maana haelewi neema ni nini. Tumsifu Yesu. Akakuja akatuita panga mashina. We toka. Aliniambia kanisani. Yaani unakuta mtu hapa eti unamtoka hapa aende wapi? Msaada wake utakuwa wapi kama hapa hatapata msaada? Akatugusa. Akasema hapa tusikai kanyanga. Mnakuja tu kanisani masaa ya saa 7. Kwani hamkuji asubuhi? Sasa kwani mbele za Mungu kuna wakati si hata nikikupata hata usiku wa manane nikuje kwa Kristo, unaacha gani unifukuze? Kwani asubuhi ndio Yesu anaweza nikubali? Hiyo masaa mengine Yesu nikubali? Akatufukuza. Lakini nataka kukwambia mahali ulipo, uelewe sana hii neema ya Kristo. Wewe unahitaji kumleta. In fact tunahitaji tusamee watu na tuwalete katika nuru ya Kristo. Ndio anasema tungali wenye dhambi bado tulikuwa tusasamewa. So hata kama huyu mtu amefanya vile ambavyo unaona kama amefanya, ndio ulikuwa unauliza hivi, unaichukuliaje wakati ulikuwa ungali mwenye dhambi? Ni nini ulichoa umefanya? Hebu tafakari, uone kile ulikuwa unafanya hata ni zaidi ya kile ambacho kinafanya na wale ambao unahukumu leo hii. Kwa mfano yule ambaye alitufukuza kwa ajili ya hii sababu, yeye mwenyewe huenda alikuwa hata ameua, huenda hata alikuwa amefanya vituko zaidi ya kile ambacho tumefanya hapa, lakini atatufukuza. Maana achielewi ama aelewi wakati ambapo anaona kama neema ni yake peke yake, imani yake peke yake, ama Kristo alikufa kwa yake peke yake. Lakini maandiko yanasema kwamba sote tuko sawa mbele za Kristo, tunahesabiwa wote haki bure. Hakuna hata tofauti kidogo hivi kati ya Myunani, Myahudi na mtaifa. Sisi sote tuko sawa. Haleluya. Wewe ambao umeokoka leo hii, mwingine hajaokoka, usianze kuona kana kwamba wewe uko safi ama uko sawa zaidi ya yule ambaye hajaokoka. Ulikuwa zaidi ya huyo. Na dhambi za huyo bado hata yeye simefanya nini? Simegharamikiwa. Haleluya. Licha ya kuwa ako mahali ambapo alipo leo hii, anafanya kile ambacho anakifanya leo hii, dhambi zake zimegharamikiwa. Simegharamiwa. Haimaanishi ati ama independent kwa kile ambacho anafanya, kile ambacho kinadepend kile ambacho Yesu alifanya msalabani. Haleluya. It doesn't matter what he or she is doing now, but what matters is that dhambi zake zisalipiwa. Haleluya. Bado akiwa kwenye hiyo dhambi. Ndio maandiko yanasema, Warumi hiyo 5:8. Amesema dhambi yetu alikufa tungali wenye dhambi. Hebu tusome hiyo tena, urudie hiyo tena 5:8 Warumi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Aonyesha pendo yake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Haleluya. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yaani imagine sio kama unapata hii picha. Yaani wakati ambapo bado ulikuwa unafanya kile ambacho ulikuwa unafanya, dhambi ilikuwa imelipwa. Sijui kama unaelewa hii kitu kwa njia gani. Alafu unakuta ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye ameitwa na analisha watu, anahukumu watu, anaanza kuintimidate. They normally intimidate people. And ndio sababu hata watu hawajakuja kwa Yesu, maana wana intimidate hao watu wakiwatishia. Intimidation ni kutishia. Anatishia huyo mtu. Sasa huyo mtu anaona sasa kama mimi already matiri ya jehanamu, kuna haja gani niokoke? Lakini yeye anasahau kwamba maandiko haya yameandikiwa hata huyo ambaye anatishia. Hata mwenye unatishia haya maandiko yanamuhusu. Haleluya. Yanamuhusu bado. Mwenye ambaye unatishia leo hii eti sababu anakaanga ushuko kwa barabara jioni.
Maandiko haya bado yanamuhusu, yanamuinclude ndani. Maana hata yeye alikufiwa angali mwenye dhambi. Jinsi na ambavyo ulikufiwa ama ulilipiwa, uligharamikiwa ungali mwenye dhambi. Haleluya. So tuelewe kwamba hata hao wako nje wanahitaji pendo la Kristo. Na pendo la Kristo linadhihirika kwao na wamelipiwa gharama ya dhambi. Haleluya. Na utukufu wako nao, haki wanahesabiwa kupitia imani. Nilikuwa nimesema kwamba alitusamea wakati ulikuwa tungali. Hiyo ndio kitu tunafaa ukue nacho wakati unazungumzia mtu yote ambaye hajaokoka. So hii inajaribu kuiweka kwa kwetu sote. Wakati ambapo unazungumzia mtu ambaye hajaokoka, kuwa na hiyo kwa akili ya kwamba Mungu anawasamee ama alitusamee dhambi zetu tungali wenye dhambi. Hiyo ndio unafaa kuwa nayo kwa akili. Whenever you are talking to somebody who is not saved, unafaa kuwa na hiyo kitu ndani yako kwa akili yako, wewe ambao uko hapa. Haleluya. Si kama unapata. Hii ni yetu, tukue nayo kwa akili. Whenever we are speaking to someone who is not in Christ, we are supposed to understand that madhambi zake zimesamehewa jinsi ambavyo alivyo. Haleluya. So unapomzungumzia, mzungumzie kama mtu ambaye amelipiwa gharama ya dhambi. Haleluya. Usimzungumzie kama mtu ambaye eti amepotea ama sio ajielewi. Mzungumzie uvae hiyo kiatu kwamba huyo mtu hata ninapozungumza na yeye, mimi kila kuna kitu najua ndani yangu. Huyo mtu ashalipiwa dhambi zake. Ashagharimikiwa. Gharama yake yote ishalipo. Tumsifu Yesu. Hiyo ndio the key one. Katika hii wakati ambapo tunaishi. Hii ndio wakati tunapoeneza injili hii. Tunapofikia watu katika neema hii, tukue na hii kwa akili. Ya kwamba licha ya huyu mtu ako vile alivyo na vile ambavyo namuona, huyu mtu gharama yake ishalipo. So kile nahitaji niende nimuongeleshe. Nafaa nimuongeleshe kama mtu ana ndani ya dhambi. Ninapomuleta nimuelekeze, nafaa nijue kwamba huyu mtu gharama yake ishalipo. Sio kama tunapata. Lakini ukiwa na dhana kwamba ni mwenye dhambi, utamfanyia vituko sana. Na finally hata kufuata ama hata kusikiza. Haleluya. Tukue na hiyo pendo ndani yetu ya kwamba ikiwa Mungu alitupenda sisi akatulipia gharama tungali wenye dhambi, sisi tunahitaji tupende sisi nasi wale ambao bado wako katika dhambi, tuwapende wangali mahali pale walipo. Haleluya. Sisi na baba tulipendwa. Unapomwongelesha muonyesha kwanza pendo la Kristo. Tukawa tunaongea na mtu jana kuhusu deliverance, ukombozi. Aliongea sana, lakini sasa unajua wakati mwingine huwa napenda kusikiza sana. Sikuangi mwepesi wa kupinga. Wakati mwingine huwa nataka kuwa mwanafunzi ili niulize maswali kama mwanafunzi. Haleluya. Ili nifundishike. Maana ukianza kuniambia alafu nikukate hata kabla hujamaliza, uenda hatutapatana. Kaniambia sasa, unajua kuna kitabu niko nacho vizuri kiko na direction ya deliverance. Vile ambavyo mtu anahitaji kukombolewa. Nikafurahia sana, namfanya vizuri. Unaweza kuwa na hiyo kitabu hapa? Aliambia hapana, sina nacho, lakini tunaweza kuzungumzia kidogo kidogo tu. Kaambia ni sawa. Akaniambia sasa mtu akaanza kuongea mambo. Sasa kwa wakati ambapo nilikuwa namuelezea vile ambavyo tumepata ukombozi wetu hadi wa milele, akasema hapana, kuna vitu ambavyo zinafuata watu katika jamii. Mfano mtu amekucha kwako, nataka kupea sasa hata wewe. Mfano mtu saizi amekucha mwanandani kwa mfano. Akuja akamwambia mtumishi Madi, mimi kwetu tuko na shinda. Tunapoolewa hatukaangi kwa ndoa. Sasa mimi ndio wa mwisho last born kwetu kwa wasichana, na wengine wote karibu wa 6 wote hawako kwa ndoa. Sasa mimi nakuja maana nataka kuoleka. Na sasa kuacha ndoa yangu, nisaidie. Haleluya. Sasa ujue mtu anataka ukombozi sasa. Maana already anataka umkomboe, si hata wokovu anataka sana. Lakini sasa wewe utajua vile ambavyo utamuelekeza.
Akaniuliza hiyo swali. Sasa ila ni mtu amekuja saa hii akakwambia mimi kwetu unaponiona hivi, tunapooleka mtoto wa kwanza lazima afe. Unapoingia kwa ndoa lazima mtoto wa kwanza akufe. Mtoto wa kwanza first ndo lazima akufe. Upende usipende. Mimi ndio wa mwisho kwetu kwa watu 8. Na ndio naenda kuoa, niko na mimba saa hii. Anataka hii mimba isitoke ama mtoto huyo asikufe. Nahitaji msaada wako. Nani anataka kujaribu kusema vile atasema apart from kwanza hao wawili mchungaji na Matthew? Nani anataka kujaribu vile atamwambia? Alafu hao nao wataongelea. Sasa amekuja kwako. Nasema amekuja kwako na amekuelezea ni jamii yao iko hivyo. Sisi kwetu tukioleka lazima mwanaume akufe. Lazima bwana akufe. Kwa hiyo jamii umeoleka, huyo bwana lazima akufe. Upende usipende. Watu 5, masista wangu 5 wameoleka. Mimi pekee ndio nilibaki na nimepata mchumba. Na nampenda huyu mchumba sana. Anaona atakufa. Nifanyeje? Mjibu, msaidie. Tulisema tunafundisha watu wakuwe walimu, wanafunzi ambao wanatazamia kuwa nini? Walimu. Maana unajua kwa mfano mtu anakuona pale, anaona tu inapita, anaona mtu fulani anamuendea. So huyo mtu anajua, kwa maana kama anaona kile kinafundishwa na ako miongoni mwao, anajua mtu anajua na anaweza nisaidia. Si umsaidie haraka. Tumsaidie Matthew. Sasa huyo mtu amekuja, unajua anakuambia niko na mimba na mtoto wa kwanza lazima afe. Na mimi sitaki kupoteza huyo mtoto wangu. Nisaidie mtumishi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hayo, mimi nikijaribu naweza ongea kwa sura 2. Sura ya kwanza niongee kwa mfano ni mtu hajaokoka. Kwa mfano mtu ambaye hajaokoka chochote kinaweza kumpata, maana hana ulinzi. Yaani hiyo iko sure. Yaani hana chochote ambacho kitamlinda au sijui niseme kumsitiri au kumfunika. So ubaya wowote wakati wowote ukitokea unaweza ukampata. Kwa hiyo kwa mfano kama ni mtu hajaamini, nitamshauri aamini. Alafu taongezea kitu kidogo. Wacha niingize hii sura ya 2. Kwa hiyo sura ya 2 kwa mfano ni mtu ambaye anaamini. Kwa hiyo akikuja na tatizo kama hilo, nitaelewa shida yake ni ufahamu. Manake ameamini lakini ako na tatizo la kufahamu. Hajajua ni nini ambacho Mungu anafanya kwake. Maana maandiko yanasema ya kwamba sisi ambao tumeamini tunalindwa na nguvu za Mungu. Yaani kuna mambo mengi ambayo hayatokei kwetu. Kwa mfano mambo ya uchawi na mambo ya uganga. Maandiko yanasema sisi tumebarikiwa. Maana tumebarikiwa, na kama ni uchawi na uganga hauwezi ukafanya mambo mengine kama haya. So kama ni muamini nitajua tatizo lake liko katika ufahamu. Kwa hiyo kile ambacho nitafanya nitamfundisha kwa kumpa vipengele vya maandiko, nimfundishe, nimwelimishe nafasi yake, na pia nimfundishe awache kukiri ya kwamba, maana unasikia mtu anakiri anasema kwetu lazima akufe. Maandiko yanasema tu kile ambacho unakiri, yani utashibishwa. Utashibishwa matunda ya kinywa chako. Kwa hiyo namfundisha akiri tofauti sasa. Akiri sawa sawa na kile ambacho Mungu amefanya kwake. Au napata mambo mengi, si uganga, si uchawi, si kurogwa, lakini ni ufahamu. Kwa hiyo hata mwingine ambaye hajaamini nikimuongoza kuamini, kwa hiyo kisha amini nitampa maarifa. Ndio maana unaona mitume walijaribu zaidi kusitiza katika watu kufahamu. Watu wajue kile ambacho Mungu amefanya kwao. Kile ambacho Mungu amewatendea. Si kila kitu kinaweza kikatokea muamini.
unless kama wewe mwenyewe umeamua kuruhusu kitu fulani kitokee, au unaweza amua kuruhusu kitu fulani kitokee. Unaweza ukaruhusu mtoto wako afe na atakufa tu maana umeruhusu. Lakini ikiwa utasimama katika imani, yani katika mamlaka ile ambayo uko nayo, si kila kitu kitatokea kwako. Kwa hiyo mtu kama yule nitasema tu ni ufahamu, hahitaji ukombozi, maana amekombolewa. Kile ambacho anahitaji ni kufundisha. Asante sana. Hiyo iko sawa. Sio kama mchungaji utataka kuongeza ama iko sawa, tuendelee. Kitu kwanza, kwa mfano huyu mtu amekuja, ni kitu kizuri sana kwanza umuulize kama ameokoka. Maana kitu kwanza, msingi wa kwanza lazima uchenge msingi. Msingi nao ni Kristo. So hakuna vile laana inaweza toka hata umfanyie nini. Kwa mfano sio mtu hajaokoka, umuulize ungetaka kuokoka, aseme ndio, akubali umuongoze. Na akisema la, kwa maana amesema hataki kuokoka, lakini tuchukulie amekubali na hata akikataa, bado unaweza kumweka sasa katika pendo la Kristo, umweke katika mafundisho, umuelekeze, umuonyeshe ni nani anapo vitu ambavyo alivyo. Bado Yesu anampenda hata kama amekataa. Tuchukulie amekataa, bado usimwambie weenda. Kama umekataa msaada, enda umsaidie, muite kando, mwambie sasa tupewe nafasi, tukae chini katika mkao wa mazungumzo ya neema na Kristo ndani yako. Uanze kumuelekeza katika kule kuongea. Yesu anaweza msawishi ndani yake na akubali Kristo. Haleluya. Hata asipokubali kuokoka saa hiyo, baada ya mazungumzo tutaomba tusimamishe tatizo, maana alitatendeka tena na yeye atafanya uamuzi. Maana watu ambao Yesu aliwaombea na kufanya miujiza kwao, wengi wao hawakuwa waamini, walikuwa hawajaokoka bado, lakini Yesu aliwaponya tu kwa vile walivyomwamini wakati ule. So unaweza kumsaidia na ukakatisha lile tatizo, na yeye akafika mahali akaona kweli tuliomba siku moja na niliona uwezo wa ajabu, na akafanya uamuzi siku moja, akaja katika hiyo nuru. Kuna kitu nimekumbuka. Nakumbuka wakati ambapo hapo mbeleni hapo tunaambiwa kwamba mtu akikuja akiwa na huduma namba na anataka umwombee uponyaji, usimwombee. Huyo mtu amekataa, lakini ukiwa na ufahamu umeshajua kwamba uko na uwezo wa kuweza kusimamisha. Maana maombi ya mwenye haki yanasikika. Unaweza hata ombea ambaye aliye katika dhambi na akasamehewa, na bado hiyo mikosi ikasimama. Lakini tunasikia kwamba eti mtu ambaye amekataa Kristo wangu, Yesu wangu amemkataa, siwezi muombea. Eti nikuta mtu kwa hospitali eti hapo kuna mandao na amekataa Yesu, napomwambia kubali Yesu akatae, nitamwambia kufa na mandao yako. Sasa hiyo ndio kukomaa katika wokovu. Pole sana. Lakini ni kwamba ni ufahamu uliokuwa chini. Tulikuwa na ufahamu wa chini, lakini saa hii Yesu anasindi kutuelekeza na kutuinua katika ufahamu wa kujielewa sisi na kila nani. Haleluya. Anakuambia umekataa Yesu wangu, wewe enda zako. Ni kama unamlazimisha, na akimpokea huyo Yesu ambao unataka umlazimishie, na amwache ama akatae kufanya kile ambacho unataka afanye, maana umemlazimishia. So in case mtu amekataa, zungumzeni. Usimwache hivyo tu, waze tu kuomba tu, msungumze kwanza, umweke kitu ndani yake kwanza, yaani baadaye omba na aende zake. Na wewe uamini kwamba kwa jina la Yesu mimi najua kwamba hakuna laana hiyo imekatika. In Jesus name you are free. Go. Hallelujah. Amemfungua na hiyo mambo inasimama. Yeye kama amekubali akaokoka, so mweka katika mafundisho, mwambie sasa umekuwa kiumbe kipya, yale ya kale yamekusha ndani yako. Wewe hauko katika ile familia, umeweka katika familia ya Kristo. Wewe ni mmoja, umeketishwa pamoja na Kristo. Wewe ni wa Yesu kutoka leo. Haleluya. Sio mtu amejielewa, unamsomea mpaka maandiko. Wakorintho wa kwanza ajai wa pili 5:17 na zingine mingi. Na hata Waefeso 2 unamwambia ni Waefeso 6 ama ni ngapi ama ni
2:6 inasema kwamba tumeketishwa na utawala. So unamwambia hivyo, alafu unamsomea ingine wa Korintho hii ya kwanza, unamwambia umekuwa kiumbe kipya. Sasa ya kale yamepita, ya umekuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Kuanzia leo laana haikufuati, laana ya nyumbani hiyo ndio umekuwa disconnected nayo katika jina la Yesu. Na kweli hiyo kitu kina happen kwake jinsi na ambavyo umekitamka. Haleluya. So tujaribu kusaidia watu. So tusifukuze watu kama vile ambavyo wengine wanafanya. Ati tu Yesu, ati mtu amekataa Yesu. Upendo gani ulio nao? Kama Yesu alitupenda tungali dhambi, kwa nini wewe usipende huyu hata kama ni mchawi umpende? Mpende. Kuna wimbo mwingine unasema kwani najipiga. Si ati tata na adui wangu. Kuna vitu vizuri nasema si nitetee, si tata na ndugu na adui zangu, si kama ni kuangamiza si vitu kama hizo. Kuna wimbo inainganga hivyo. Wewe unakubali uko na maadui ukiwa ndani ya Kristo? Unapoimba wimbo kama huu eti zui teta na maadui, kuna venye naingianga zui nitetea Mungu, zui wale ambao wananisumbuka, zui wale ambao wananisungumusa, teta na wao wapige zui kwa randi. Si ni kwa randi hapo ni kwa nini? Yaani wewe ukiwa ndani ya Kristo unaweza kuwa na adui swali. Because ufahamu wa mtu uko chini, lazima akuwe na maadui, hajajielewa. Anasema eti Yesu pigana nao, wanaopigana na mimi. Nani anakupiga wewe? Wewe usipigwa. Unapigwa na nani? Uko ndani ya Kristo, uko na ulinzi wa kutosha, ulinzi wa milele. Haleluya. So wakati ambapo unaimba wimbo kama huo si wako, na huwezi kufai kuimba wimbo kama huo wakati huu. Unafaa kushukuru Mungu wakati wote, hata kama ni adui. Kwani unashughulika na adui? Uko zaidi ya adui. Kama shetani mwenyewe, kama kuna shetani mwenyewe, kama kunaye ana nguvu kwako, ni adui. Ako chini ya miguu zako, sasa ni adui. Mwenzako tu akufanye nini? Eti mtu amezungumza kitu. Hakuna kitu kinaweza zungumza juu yako kifaulu. Haleluya. Kama ni magonjwa pia, una uwezo juu ya magonjwa, maana unaweza control magonjwa. Ndio hiyo sasa. Zoni nyimbo zingine bana. Kata na adui zangu zipigana na adui wanaopigana na mimi na vitu kama hizo. Wewe una adui. In fact ufai kuwa na adui. Ukielewa pendo la Kristo, kile ambacho Yesu amefanya katika maisha yako, na wewe uelewe ni kama Kristo. Wewe na Yesu. Wewe sisema vitu kama hizo. Nafikiria adui tu ni inaweza kuwa tu ni wewe mwenyewe. Your ignorance na kukosa ufahamu, kukosa maarifa. Hiyo tu inaweza kuwa tu ni ndani yako mwenyewe, lakini ukiamua tu kwamba unataka kujifunza, basi unakuwa sahihi. So mtu mwenyewe anaweza akajifanya tu adui mwenyewe, maana hataki kujua. Lakini usisingizie mwingine, ni wewe tu mwenyewe. Haleluya. Wewe hauna adui. Utakuaje na adui yetu unampenda? Mtu unapenda anaweza kuwa adui yako aje. So kile ambacho I hope tumejifunza kitu katika hii Warumi 3:23. Wote kwa wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu na wote. Andiki umekuwa sawa ambiti na umeielewa kwa kiwango fulani ya kwamba you are not among those who they have short glory of God, ambao wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. So I think umejielewa kiwango fulani na umeelewa hiyo maandiko kwa kiwango fulani. Haleluya. Yes. Nisome kitu Yohana 17:22. Nasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Amina. Baraka hapa anasema, maana nyingine anasema tumepungukiwa na utukufu, lakini Yesu alipokuja katika yeye tumepewa utukufu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Sasa inadhihirisha kwamba tuko na utukufu. Anasema utukufu ulionipa. Hebu rudia tena. 17:22. Na utukufu ule ulionipa nimewapa wao,
ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Haleluya. Tuko na umoja kama vile Yesu na Baba waliko na umoja. Ule utukufu aliokuwa nao tuko nao, sio atubungukina utukufu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko na utukufu in full swing. Haleluya. Wherever we go, wakati wote ambapo tunatembea, mahali ambapo popote tuko, sisi tuko na utukufu, na utukufu wa Mungu uko ndani yetu kamilifu. Haleluya. Maana sema utukufu ulionipa nimewapa. Utukufu ulionipa nimewapa. Ili wawe pamoja katika umoja kama vile ambavyo tulivyo tuko katika umoja na wewe. Hiyo ni Yesu anasema vile ambavyo anakuwa na umoja na Yesu ana Mungu na Baba yake ambaye ni Mungu. Hata anasema hata sisi tuko na umoja na yeye. So utukufu tuko nao, hatutapungukiwa na utukufu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. So I think ashukuru Yesu maana tunazidi kujifunza na kuelewa zaidi. So wewe ambao uko hapa, we normally tell you that tunakufundisha ili uweze kufundisha wengine. Usikae tu ujiweke katika kihatu sanini. So nashukuru kwa Mungu, tusimame.